kwamba Zanzibar hatuna mamlaka labda nini, hiyo sio kweli. Na ndio maana nikasema mimi ndio mwenyekiti wa kanda hii na leo ndio nipo hapa mimi. Kwa hivyo tuna mamlaka kamili kwa mujibu wa katiba ya Chadema, na wanaosema hivyo wanataka kupotosha tu. Lakini Chadema ni chama kiko imara kweli kweli, hatuna tabia kabisa labda mambo yapo CCM na vyama vingine, lakini kwa Chadema Zanzibar tuna uwezo wote, labda itakuwa udhaifu wa viongozi wenyewe. Lakini mimi nikawa kama mwenyekiti wa kanda ya Unguja so far, na niko hapa miaka 10 iliyopita nilikuwa mwenyekiti wa baraza la wazee taifa Chadema shafahamu Tanzania nzima, lakini sasa hivi nilikuwa mwenyekiti wa kanda Unguja. Sijaona kama Unguja imetengwa au inabaguliwa na Chadema bara, amna. Chochote tunachotaka tunakifanya wenyewe unless kuna mapungufu wale wa viongozi wa wenyewe. Na kama swala lingine ni swala la ubadhirifu wa fedha, hiyo fedha yenyewe kwanza iko wapi? Hiyo fedha inayokuwa na Tanzania na serikali, hamna fedha. Fedha inakuja ni ndogo sana, na kama inafedha katika kanda zote za Unguja za Tanzania nzima, na Unguja kuja fedha hiyo hiyo. Kwa hivyo Chadema mwenyewe haina fedha za hivyo, lakini hiyo ndogo inaotewa kama posho na serikali, kwa hivyo zinagawiwa katika kanda zote za Unguja. Kwa hivyo hakuna ubadhirifu wa fedha Chadema. Na ndio maana narudia tena, hata hii nataka kuitumia kwa taarifu wa Tanzania wajue tofauti ya Chadema na CCM. Leo fedha Tanzania nzima, fedha ya mikoa yote Tanzania nzima mpaka huko Zanzibar inakusanywa na TRA. Na TRA zote zinakwenda kwa nani? Kwa mtu mmoja tu, anaitwa waziri wa fedha. Yeye ndiye anacheza na fedha mabilioni kwa matrilioni ya kodi ya Tanzania wote. Yani wanafanya ufisadi na ubadhirifu wa kufa mtu, lakini kwa sababu wameshindwa, uwezi ni watu milioni 60, Tanzania ni kubwa sana, watu wote hao kodi zetu zote zinakusanywa na huyo waziri wa fedha ambaye sasa anaitwa Mwigulu Nchemba. Just imagine, haingia kilini. Ndio maana nchi hii inakuwa maskini, isipete kwamba ina kila vyanzo vya fedha na nini, lakini nchi inakuwa maskini. Na hiyo wanafanya makusudi CCM. Sasa Chadema tukiingia tunafanya maana yake nini? Mgawano wa kanda. Yaani kila kanda 10 zote za Tanzania, kila kanda itakusanya mapato yake, alafu yale mapato 70% ya mapato yale yanabaki kwenye kanda husika. 70%. 30% inakwenda kwenye serikali kuu. Sasa mapato ya Zanzibar yote, mfano kanda Serengeti, kanda Kati, kanda Victoria, zile fedha zinabaki kwenye kanda ile 70%. Shafahamu, hiyo ni tofauti moja ya msingi kubwa sana ya kuondoa ubadhirifu na wizi katika serikali. Ushaona, huwezi kukusanya mabilioni kwa matrilioni unamkabidhi mtu mmoja tu Mwigulu Nchemba waziri wa fedha. Hata macho unamwambia kwamba wewe ile unamtaka mpaka uchoke. Hakuna system yoyote inayotumika hapa. Leo kwenda Marekani, kwenda China, kwenda wapi, walipa kodi wote wamekuwa centralized katika mitandao. Kila mlipa kodi, wa machinga, wa nani, wa China, wa India, wa Ujerumani, wa Uingereza, wa Marekani, rais akiklik tu pale, akiingia tu kwenye mtandao pale anaona walipa kodi wote. Kama Marekani anajua jimbo hili limelipa kiasi gani, jimbo hili kiasi gani. Nchi zote zina utaratibu wa kanda siku au majimbo, kasoro Tanzania tu. Na CCM anafanya hivi makusudi ili kutengeneza mwanya wa ufisadi. Hili jimbo halifanya kwa makosa. Sasa waliotengeneza Chadema mfumo wa kanda wametengeneza kwa kujua, kwa kuzuia ufisadi na ubadhirifu wa mali ya kodi za Tanzania. Sasa hiyo ni kitu kimoja muhimu sana, ni tuwe nafasi ya kueleza umuhimu wa kwa serikali za kanda. Leo tuna nchi na kila aina utajiri, lakini imekuwa maskini. Kwa sababu gani? Ufisadi umekuwa wazi wazi. Leo angalia rais gani na rais wote hao, simtaje mmoja, wote karibu wa Tanzania wanapewa ripoti na mkaguzi wa serikali. Bwana huyu tunamdai bilioni fulani, au hapa tunadai bilioni fulani, ripotia hizi. Mtajie mtu mmoja tuliokamata. Bado peke kituo cha polisi. Bado nini?
Kwa sababu gani? Wanalindana, marais wenyewe mafisadi wote. Sasa wanawalinda wale mafisadi wenzao ili na wao wawalinde wao. Sasa ili kuondoa ufisadi huu, ndio nchi zote duniani imeweka mfumo wa hizi kugawa majimbo au kanda. Ndio maana ukasikia huko Marekani kuna Texas, kuna Michigan, kuna Arizona, kuna nini. Hayo majimbo yote yanajengesha kivyake. Sasa na sisi Chadema tutakuwa na mfumo huo. Kwa hivyo Tanzania wajue kabisa, Tanzania Chadema itapoingia madarakani, fedha zote zitatumika katika kanda husika. Wale wananchi wa kanda ile watafaidika na fedha yao wenyewe, na maendeleo yataonekana na faida yataonekana, na hakuna mwanya wa ufisadi. Chadema ni nyumbani. Chadema ni nyumbani, ni chuo kwangu, ndicho kilichonifundisha siasa. ACT nilijiunga kabla hakijapata usajili wa kudumu. Kwa hiyo ACT ni mtoto ambaye nimemlea na amekuwa. Na kwa taarifa yenu ni kwamba mpaka mimi naondoka ACT sina mashaka yoyote, yale matarajio ya Wazanzibari yanakwenda kukamilishwa 2025. Na mnapoona wakubwa hawa wanaficha hizi ripoti za ubadhirifu wa fedha za umma, ndio mnoti hilo. Kitakachozuia ACT kuchukua serikali ni kudura ya Mwenyezi Mungu tu, lakini kwenye mambo mengine yote mpaka mimi naondoka wasiwasi huo haupo. Na la pili ni kwamba nimekuja Chadema kwa sababu ACT na wenyewe wakiwa kwenye mamlaka ya kuongoza nchi, lazima kitokee chama makini kiweze kuisimamia, na chama hicho hakiwezi kuwa CCM. CCM imeshapoteza mwelekeo. CCM sasa hivi hakiwezi kuitwa chama cha siasa. CCM hakiwezi kuitwa chama cha siasa. Tunachopaswa kufanya ni kuishusha daraja CCM na Chadema iweze kuchukua nafasi yake ya kuwa chama cha upinzani Zanzibar kwa ajili ya kuisimamia serikali mpya itakayoongozwa na ACT Wazalendo. Na nimekuja Chadema kwa sababu ya kusaidiana na wenzangu kwenye wajibu huo wa kuisimamia serikali mpya itakayoundwa baada ya uchaguzi mkuu ujao.